THRDC tunawashukuru sana kwa kuwepo kwao, kwa kweli wamekuwa ni mwavuli wetu mzuri. Kusema kweli tuishukuru THRDC kwa sababu tulijiunga huko na tuliweza kujengewa uwezo pakubwa sana. Kwa miaka mingi mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC umeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha uwezo wa mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Kupitia mafunzo, ushauri wa kitaalamu na ushirikiano wa karibu, THRDC imewezesha mashirika mengi kukua, kuimarisha mifumo yao ya uendeshaji na kuongeza mchango wao katika jamii. Leo tunakuletea simulizi 2 za mafanikio kutoka kwa mashirika wanachama wa THRDC ambayo yamepiga hatua kubwa katika kutetea haki za binadamu na kuwahudumia wananchi. Safari ya mafanikio inaanzia katika shirika la The Epilepsy Tanzania. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika hilo, kabla ya kujiunga na THRDC, walikuwa na dhamira kubwa ya kuwahudumia watu wenye kifafa na jamii kwa ujumla, lakini walikabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo kutokuwa na usajili rasmi pamoja na ukosefu wa msaada wa kisheria katika kusimamia mashauri ya maslahi ya umma yanayohusu haki na ustawi wa watu wenye kifafa. Naitwa Fides Wiso, ni mkurugenzi mwanzilishi wa Tanzania Epilepsy Organization, na shirika letu lilianza mwaka 2021. Actually lilisajiliwa mwaka 2021. Na tulianza kwa sababu mimi ni mzazi wa mtoto mwenye kifafa kikali, na hiyo ndio iliyonipush kuweza kuadvocate, kwa sababu nilikutana na vitu vingi ambavyo nilikuwa nahitaji majibu na nilikosa majibu. Ikabidi tuangalie ni namna gani tunavyoweza kuwa na a support group ambayo inaweza ikatupa majibu kwa maswali yetu. Na kama tunavyojua, ukiwa unaanzisha kitu kutoka kwenye lived experience, sometimes ni ngumu kujua mifumo mingine, kujua masuala ya compliance, governance. Wewe utakuwa unatamani kubadilisha kile kitu kinachokuumiza. Lakini sasa kama ukitaka kuanzisha shirika kama shirika, lazima ujue misingi na kila kitu ambacho kinakugovern katika kufanya hayo mambo. Na kusema kweli tuishukuru THRDC kwa sababu tulijiunga huko na tuliweza kujengewa uwezo pakubwa sana. Walitujengea uwezo kwenye maeneo mengi sana, ambayo hayo maeneo ndio yalitupa hata courage ya kuweza kwenda mbele. Kwa mfano, 2022 tuliweza kufile litigation kupinga sheria ambayo inaruhusu mtu kuachika pale ambapo atakutwa ana kifafa, atakapo develop kifafa kwenye ndoa. Kwa hiyo kwetu sisi ile ilikuwa ni sheria kandamizi. Mtandao uliweza kutusaidia, ukatupa wanasheria, tukafile litigation, lakini ilikuwa strike out kwa sababu tulilack locus. Lakini japokuwa tulilack locus, kwetu ilikuwa ni awareness kubwa sana, ilikuwa ni advocacy kubwa sana kwetu, kwa sababu hata watunga sera waliweza kuelewa, watu ambao walikuwa hawajui waliweza kuelewa. Lakini pia sasa iliweza kuwapa hata mashirika mengine chachu ya kuweza kutusaidia, kwa sababu ni jambo kubwa, kufanya peke yetu ilikuwa ni ngumu. Japo bado sheria haijabadilishwa, lakini hata mwaka huu kwenye siku ya kifafa duniani, na mkumbuka waziri wa afya aliweza ku-acknowledge kwamba wameiona na wataifanyia kazi. Kwetu sisi ni jambo kubwa sana. Bila mtandao sijui kama tungeweza kulipa wanasheria kufanya hivyo. Lakini pia mtandao umeweza kutusaidia kutukutanisha na mashirika ambayo watambua watu wana advocate kwa masuala ya disability. Kwa upande mwingine, THRDC imekuwa sehemu muhimu ya safari ya maendeleo ya Legal Eyes and Justice Foundation. Shirika hilo linaeleza namna lilivyonufaika na ushirikiano huo katika kuimarisha mifumo yake ya ndani ya utawala na kuongeza uwezo wa kutekeleza shughuli za utetezi wa haki za binadamu. Mimi jina langu naitwa Isaac Nasoro Tasinga, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hili la Legal Eyes and Justice Foundation. Shirika letu kimsingi ni la kutetea haki za wananchi generally. Kwa hiyo matatizo yote yanayohusu ufafanuzi wa kisheria, huduma za kisheria, ushauri wa kisheria, sisi tunatoa huduma hizo kwa wananchi.
Kwa mwaka kwa wastani at least naweza tukatoa service kwa watu 60-70 kwa sasa kulingana na uchanga wetu. THRDC tunawashukuru sana kwa kuwepo kwao, kwa kweli wamekuwa ni mwavuli wetu mzuri. Kwanza elimu, wana utaratibu wa kutualika kwenye semina mbalimbali na maelekezo mbalimbali. Sisi tunahudhuria na tunafaidika sana. Kwa sababu tumepata elimu ya namna gani taasisi ikiwemo na ya kwetu inaweza ikatengeneza miongozo ya ndani, internal regulatory mechanisms. Hiyo elimu wametupatia vizuri, lakini pia wametufundisha kuwa na mahusiano na external stakeholders mbalimbali ambao tunawategemea. Kwa hiyo elimu nayo tumeipata. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa kuwepo kwao na tunawapongeza kwa kazi wanayofanya. Hadithi hizi mbili ni ushahidi wa namna ushirikiano kati ya THRDC na mashirika wanachama wake unavyoleta matokeo chanya na endelevu katika jamii.